Alright, karibuni tena katika episodi mpya. Hii episodi inakwenda kwa jina la kama usome Biblia huna silaha ya roho. Unajua, kama Mkristo nimegundua kuwa mojawapo ya changamoto kubwa kwa waumini leo ni kutojipa muda binafsi wa kusoma Biblia. Wengi wanategemea tu kile wanachokisikia kanisani kutoka kwa wachungaji bila kufungua neno la Mungu wenyewe. Tukisoma waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17 inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mstari huu unaonyesha kuwa Biblia siyo hekima ya kibinadamu pekee, bali ndani yake ina ufunuo wa kimungu. Neno linatufundisha ukweli, linaturekebisha njia zetu na kutuandaa kwa kila nyanja ya maisha ya Kikristo. Mkristo ambaye anakosa kusoma Biblia ni kama askari ambaye hajaandaliwa kwa vita vya kiroho. Mwandishi Carl Falken katika kitabu chake cha Ushuhuda, The Ultimate Question, anasema kwamba katika maono yake mbinguni aliona 97.5% ya watu wanakwenda jehanamu, tena kutokana na dhambi kama ya ubinafsi, uoga, uvivu na ujinga. Carl anasema ujinga ni dhambi, ndiyo maana Bwana alituamuru tusome neno lake na kulitafakari. Hiyo ni tunaiona katika Joshua 1:8 ambayo inasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda kulingana na matendo yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Yani hapa Mungu anamwelekeza Joshua, yule mrithi wa Moses. Sawa? Kwa hiyo tunaona dhahiri kwamba Mungu alikuwa anawaamuru wale watu wake. Umeona, anawaamuru wana wa Israeli kwamba inawabidi watafakari maneno yake mchana na usiku. Umeona? Katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, Bwana anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Okay, hapa Mungu anaweka wazi kwamba watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Umeona, na wengi wanapenda kutumia mstari kutetea hoja zao za kipumbavu, lakini hawamalizii mbele nini ambacho Mungu alikuwa anasema. Yaani Mungu alikuwa anasema kwamba kwa kukataa sheria yake, kwa kukataa maneno yake, kwa kukataa kutambua nini kile ambacho yeye alishasema katika maandiko, basi yeye anakukataa wewe. Sawa? Yaani tena kwa kuwa umesahau sheria yake, basi yeye pia anasahau watoto wako. Umeona? Yaani huyu ndiyo Mungu ambaye mimi ninamtukuza. Huyu ndiye Mungu ambaye mimi ninamwabudu. Anataka mimi kuhani wake niyajue maneno yake, na wale makuhani ambao wanapuzia vitu kama hivi Mungu anawakataa. Kama tukisoma katika Biblia, tukisoma ile waraka wa kwanza Samueli sura ya 2 mstari wa 35, kuna kitu hapo Mungu aliongea ambacho kinaendana na hicho. Anasema hivi: kisha nitajiinulia kuhani mwingine mwaminifu, atakayefanya kulingana na yale aliyomo moyoni na akilini mwangu. Yaani hapa Mungu alikuwa anamzungumzia Samueli. Umeona kwamba nitamuinua kuhani mwingine, kwa sababu yule Eli pamoja na wanawe walikuwa wamekiuka sheria zake. Kwa hiyo sisi kama makuhani, na hii ahadi ya ukuhani tunajua imekuwa extended katika Agano Jipya. Sasa sisi kama makuhani ni wajibu wetu kujua Mungu alisema nini, na sio tu kwenye Agano Jipya. Hiyo ni injili safi, lakini pia katika Agano la Kale, ili tumtambue Mungu na tujue asili yake na mapenzi yake. Umeona? Sasa hapa nitakwenda kuonyesha nini ambacho unakikosa wewe ambaye usome Biblia na nini unakipata wewe unaisoma Biblia. Nitaanza katika pointi ya kwanza. Nikasema hivi, ni njia kuu ya Mungu kuongea nasi. Wengi wa Wakristo wanasema wanataka kusikia sauti ya Mungu, lakini mara chache hufungua Biblia. Sauti ya Mungu sio tu inasikika kimoyomoyo, tayari ameongea nasi kupitia neno lake. Biblia ni hai na inafanya kazi, na kupitia hiyo Mungu anatufundisha, anatushtaki, anatufariji na ametufunulia mapenzi yake. Ikiwa kweli tunataka kumjua Mungu kwa undani zaidi, lazima tupitie neno lake. Yesu alisema maneno yake ni roho na ni hai, ni kwenye Yohana 6:63. Hivyo kila wakati unapoisoma Biblia, fahamu kuwa maneno hayo ni freshi sasa kama yalivyokuwa wakati ule. Maneno hayo ni ya hai. Chukulia mfano huu kutoka Isaya 41 mstari wa 10.
ambao unasema kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kulia wa haki yangu. Umeona hapo? Binafsi mimi ninaposoma Biblia ninakuwa nasoma as if kama mimi ndo ninapokea ahadi za Mwenyezi Mungu. Kwa ninapopokea na ninaposoma naona lile neno liko hai na linaniimpact mimi moyoni. Yaani naona kabisa kwa convicted nikisoma sehemu ambayo Yesu anasema hakika nakwambia hata kwa kumtazama mwanamke na kumtamani ushazini naye moyoni. Nakuwa convicted kwamba oh my God, he's speaking to me. Nakuwa sioni kama ni maneno tu. Nakuwa najua ni maneno ambayo Bwana wangu anazungumza nami, hazungumzi na mtu mwingine. Umeona? Nikaendelea, ona ni kwa jinsi gani huyu Mungu anakujali. Neno lake sio tu kwa ajili ya mtumishi Isaya wakati ule. Hilo neno ni kwa ajili yako wewe. Amini kisha tembea kifua mbele ukifahamu kwamba Mungu yuko pamoja nawe wakati wote. Ndio, yani hii ahadi Mungu alikuwa amekuwa akiongea kila mara. Umeona? Kwa wale ambao hapa alikuwa anamwambia nabii Isaya. Umeona? Lakini pia shamwambiaga pia Yoshua. Nadhani ni Yoshua ngapi ile? Ni Yoshua 1:5 nadhani. Yes. Anasema hivi katika 5, anasema hivi, hakuna mtu atakaye kushinda siku zote za maisha yako. Nitakuwa pamoja nawe kama nilivyokuwa pamoja na Mose. Daima nitakuwa nawe wala sitakuacha kamwe. Unaona sasa hapo? Wala sitakuacha kamwe. Sasa that's the God I worship, my friend. Tunaenda point ya pili. Inasema hivi, kusoma Biblia kunatufundisha kushiriki Injili. Kama Mkristo, nina wito wa kushiriki habari njema alioniletea Bwana Yesu Kristo. Lakini nawezaje kufanya hivyo ipasavyo ikiwa silifahamu neno lake wala sijasoma Injili yake? Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 15 inatufundisha kusema, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa heshima. Kumbe basi kusoma Biblia mara kwa mara kunanipa ujasiri wa kushiriki imani yangu kwa ujasiri na kwa usahihi. Tunapokuwa na uelewa, tunaposhiriki Injili kwa wengine, inakuwa rahisi kuokoa nafsi zao, kwa maana Warumi 10:17 inasema, basi imani hutokana na kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunapojibu maswali magumu ya imani yetu kwa kutumia maandiko, tunajenga imani ya wale wanaohitaji kumjua Yesu. Yesu alituamuru kwenda kuhubiri Injili. Hiyo ni katika Mathayo 28:18-20, ambayo inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu anasema tunapohubiri anakuwa pamoja nasi, na mstari huu anakuwa pamoja nasi. Mstari huu pia unafanana na ule wa Mathayo 18:20 ambao alisema kuwa kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Je, unadhani kuhubiri Injili ni kazi ya shemasi au mchungaji peke yake? Unakosea. Sasa hivi ni jukumu lako. Katika Agano la Kale, Mungu aliwaambia wana wa Israeli kuwa watakuwa taifa la makuhani na taifa takatifu ikiwa watazishika amri zake. Hiyo ni Kutoka 19 mstari wa 5-6. Na ahadi hii ya kuwa ufalme wa makuhani wa Mungu imerithiwa na wafuasi wa Yesu Kristo. Soma Ufunuo 1:5-6 ambayo inasema kuwa yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Mstari huu pia unafanana na ule wa Ufunuo 5:9-10. Tunaendelea. Biblia inatufundisha kusali ama kuomba. Bwana Yesu Kristo anafundisha kupitia Yohana 15:7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Huu mstari unaonyesha kwamba kujua na kutafakari neno la Mungu kunabadilisha maombi yetu. Mkristo ambaye hasomi Biblia anaweza kujikuta akifanya maombi kama vile wapagani, akitamka maneno tupu bila kuelewa mapenzi ya Mungu. Soma Mathayo 6:7-8. Biblia inasema hivi, anayekataa kuisikia sheria huyo hata sala yake ni chukizo kwa Mungu. Hiyo ni Mithali 28:9. I say mstari ni very important. Huu mstari ni muhimu sana ukumbuke wewe Mkristo. Narudia tena. Anayekataa kuisikia sheria huyo hata sala yake ni chukizo kwa Mungu. Sasa pata picha.
Unajua, tunapoomba kwa moyo uliojaa maandiko, maombi yetu yanalingana na mapenzi ya Mungu na tunaanza kuona nguvu ya kiungu katika maisha yetu. Unajua, unapokuwa Mkristo, sawa na unapokuwa katika maombi, hautakiwi tu kuropoka maneno bila kuelewa mapenzi kamili ya Mungu. Unapokuwa unasali, lazima kwanza uijue sheria yake, ujue mapenzi yake, ndipo usali. Maana yake nini? Kwa mfano, Yesu alipokuwa katika bustani ya Gethsemane, alisema, Bwana, Baba, natamani hichi kikombe kiniepuke, lakini sio kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Kwa hiyo tunaposali, mapenzi ya Mungu kwanza yatimie, alafu ya kwetu ndio yafuate. Kwetu sio tu tunaombaomba kama watu wapagani, no, tunatulia. Tunajua kabisa Mungu, hichi kitu kama Mungu anahitaji nikipate nitakipata. Lakini pia sio tu kuomba kila wakati unaomba, kuna wakati pia wa kusifu. Basi ili upate kusifu vizuri, kwa mfano, ukisoma kwa mfano Zaburi, itakufundisha jinsi ya kumtukuza na kumsifu Mungu. Sawa? Itakufundisha jinsi ya kutoa shukrani kwa kusifu na kwa sala. Umeona sasa? Lakini usipojua sheria yake, utajikuta unasali kama wapagani. Na Mungu ashasema kwamba anayekataa kuisikia sheria, huyo hata sala yake ni chukizo kwa Mungu. Sawa? Pointi ya 4. Neno ni kama silaha dhidi ya shetani. Sasa hii pointi ni muhimu sana. Nitamani hiyo ya kwanza, lakini nikataka nitengeneze flow fulani hivi. Hii pointi mimi naipenda sana. Nikasema hivi, baada ya kusoma Waefeso 6, niligundua kuwa watu wa Mungu hawajaachwa bila kinga. Tumevalishwa silaha au ngao za kimungu zilizoundwa kushinda mashambulizi ya adui. Waefeso 6:14 mpaka 17 inasema hivi, basi simameni mkiwa mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria ya haki kifuani, na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu muwe tayari kutangaza injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Unakumbuka jinsi shetani alivyoshindwa kumfikia Ayubu kwa sababu kinga ya Mungu ilikuwa kimzunguka? Tunakwenda kusoma Ayubu sura ya 1 mstari wa 10 ambao unasema hivi, je, si dhahiri kwamba wewe unamlinda pande zote pamoja na jamaa yake na kila kitu alichonacho? Wewe umembariki na mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani alikuwa anajaribu kumshitaki Ayubu mbele ya Mwenyezi Mungu. Umeona? Kwamba anamwambia Mungu, wewe unamlinda huyu mtu na ndio maana anakusifu na kukutukuza wewe. Umeona? Kwamba kukusifu kwake na kukutukuza kweli kwake sio bure, ndio maana anakutukuza kwa sababu unambariki. Umeona? Tunaendelea mbele. Kinga hiyo pia ambayo alipewa Ayubu inapatikana kwetu. Lakini hapa kuna jambo, kinga kamili inatimia tu wakati mpiganaji amejiandaa. Ulinzi peke yake haitoshi, lakini pia tuwe na silaha ya kurudisha mapigo. Hiki ndio kitu ambacho nataka Wakristo wengi tufahamu. Swala sio tu kuwa na kinga, lakini pia tuwe na uwezo wa kurudisha mapigo. Tukisoma waraka wa Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, nayo inatufundisha kwamba maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa hapa nakwenda kuidadavua hii kinga ya Mungu ambayo ni vazi letu la vitani. Nakwenda kukufafanulia kwa kutumia mchoro, kwa kutumia picha, ili kujengea picha dhahiri in your head. Sawa? Mtume Paulo anafafanua kinga za kiroho za muumini katika Waefeso 6:10 mpaka 17, akisisitiza kwamba vita vyetu si dhidi ya mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kila kipengele cha kinga au vazi la vita ni cha muhimu. Sawa? Sasa hivi vipengele nilivyoelezea vinapatikana katika mchoro. Sawa? Kwamba tunaona wokovu, uadilifu, sawa, diria ya haki ambayo ndio uadilifu, imani ambayo ndio kinga, hii mishale ya moto, neno la Mungu ambayo ni upanga, kweli ambayo ni umkanda, injili ni viatu. Sasa taratibu nitakuelezea. Tunaanza kipengele cha kwanza, mshipi wa ukweli. Hiyo ni Waefeso 6:14. Bila ukweli tunakuwa rahisi kudanganywa. Yesu alisema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Okay, ingawaje hapa nimesema mshipi wa ukweli, lakini kiufasaha zaidi ni mshipi wa kweli. Yaani bila kweli, kweli ambaye ndiye Yesu, ukweli ambao umekuja na Yesu. Na ndio maana katika Biblia
Yesu anasemaje? Yesu anasema katika ile Yohana 14:6, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Unaona kwamba kweli imekuja pamoja na yeye Yesu. Kwa hiyo sisi tunapovaa mshipi wa kweli, maana yake kweli inakuwa ndani yetu, kama ambavyo Yesu anasema kwamba tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Yeye ndiye kweli. Unaona? Na Biblia pia inatushtaki wale ambao tunajifanya tunamjua Yesu lakini hatuzifuati sheria. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4, anasema hivi: tukizitii amri za Mungu, basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua. Mtu akisema kwamba anamjua lakini hazitii amri zake, basi huyo mtu ni mwongo na ukweli haumo ndani yake. You see there? Kusema tu Yesu namjua au Mungu namjua, lakini usipofuata sheria yake, ukweli haumo ndani yako. Sawa? You don't have the Holy Spirit in you. Una ile roho ya Mungu ndani yako. Hujazaliwa upya. Sawa? Yesu hajakuletea, Yesu hajakaa ndani yako. Ndio maana ya mstari. Haya. Tunakuja diri ya haki. Au mimi napenda kuita uadilifu. Napenda kutumia neno uadilifu kuliko haki. Inasema hivi: diri kifuani huulinda moyo, ikionyesha haki yetu katika Kristo. Hatujafanywa wa haki kwa matendo yetu wenyewe, bali kwa imani kwa Yesu Kristo. Umeona? Tunafundishwa hili katika ile waraka wa pili wa Korinto 5:21. Lakini hiyo kama itoshi, nitasoma pia Wagalatia 2. Nitafute Wagalatia 2 haraka hapa. Inasema hivi, kuanzia mstari wa 16. Inasema hivi: lakini tunajua kwa hakika kwamba mtu hawezi kufanywa mwadilifu kwa kuitii sheria, bali tu kwa kumwamini Yesu Kristo. Sawa? Mtu hawezi kufanywa nini? Mwadilifu kwa kuishika sheria na matendo yake, ila tu kwa imani kwa huyo nani? Yesu Kristo. Na tunajua kwamba uadilifu, narudia tena, uadilifu na haki ni vitu very important. Yaani ni msingi katika ufalme wa mbinguni. Sawa? Nitakusomea mstari mwingine. Na kusomea Zaburi, nadhani ni Zaburi 89. Mimi nitafute kwenye Zaburi 89. Ni Zaburi 89 mstari ule wa 14, nasema hivi: uadilifu na haki ni msingi wa utawala wako, fadhili na uaminifu vya kutangulia. Kwa hiyo you can see there, uadilifu na haki ni msingi wa utawala wa mbinguni. Sawa? Ni msingi, it's a pinnacle. Sawa? Kwa hiyo diri ya haki, umeona, ndio ambayo inalinda moyo, ambayo ndio hii hapa. Uadilifu ndio hii sehemu ya vazi la mwanajeshi. Umeona, mwanajeshi wa zama za kati zile. Sawa? Organ muhimu zaidi za mwanadamu, moyo nini hapa, mapafu nini, inakulinda. Sawa? Tunakuja viatu kama injili ya amani, Waefeso 6:15. Askari wa Kirumi walivaa viatu vilivyokazwa ili wasimame imara vitani. Vivyo hivyo tunapaswa kusimama imara kwa ajili ya injili na kuitangaza. Umeona? Sisi ndio kama hivi viatu hivi. Umeona? Kwa hiyo bila injili unakuwa haujavaa kiatu, ni kama uko peku. Umeona? Yaani mwanajeshi ambaye hana injili ni kama yule askari wa Kirumi ambaye hajavaa viatu. Akitembea kwenye jangwa, basi joto la mchanga litamunguza. Akitembea kwenye sehemu yenye miba, basi miba itamchoma. Sijui mnaelewa? Tunaendelea. Ngao ya imani 6:16, hiyo ni Efeso. Hii ni kinga dhidi ya mishale ya moto ya adui, shaka, hofu, majaribu na uongo. Umeona? Kwa hiyo kweli kikaa ndani yako na wewe ukao una imani, basi mishale ya adui ikija haikufikii, kwa sababu wewe uko na ngao ya imani. Mishale ya adui ikija, mbum, inagonga. Pia tunaendelea mbele. Chapeo ya wokovu, Waefeso 6:17. Chapeo inalinda akili, ikilinda mawazo yetu dhidi ya udanganyifu. Wokovu sio tukio tu, bali ni utambulisho wetu. Kwa hiyo wokovu ndio hii chapeo ya kichwani, kofia ngumu, helmet. Sawa? Inalinda akili, ikilinda mawazo yetu dhidi ya udanganyifu. Na ninarudia tena, wokovu sio tukio tu, bali ni utambulisho wetu. Tunakuja kipengele cha mwisho ambacho ndio nitaka nielezee zaidi, juu ya upanga wa Roho. Nikasema hivi, silaha pekee ya kushambulia ambayo tunaipata kwenye Efeso 6:17. Silaha pekee ya kushambulia ni neno la Mungu. Kila kipengele kingine ni kinga, lakini upanga unarudisha mashambulizi. Ngoja nikusomee Efeso 6:17 inasemaje.
Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Umenielewa? Narudia tena, ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo upanga wa Roho ni neno la Mungu. Maana yake hili panga ni neno la Mungu, maana yake maneno ya kwenye Biblia. Umenielewa? Maandiko ambayo Mungu aliyatamka, yale ndio neno la Mungu, na ile ndio silaha yako wewe Mkristo. Sawa? Nikaanza hapa. Wakati shetani anaposhambulia, hashambuli kwa nguvu tu, anashambulia kwa udanganyifu. Hivyo neno la Mungu linakuwa silaha yetu, linachunguza uongo na kubomoa ngome. Yesu alituonyesha hili katika zile siku 40 akiwa jangwani katika mfungo wake. Tunaiona hii katika Mathayo 4:1-11. Alipopigwa na jaribu la kubadilisha mawe kuwa mkate, alijibu kwa kusema, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Haya maneno Yesu hakuyataja bila muktadha. Ndio maana alianza kwa kusema imeandikwa. Kama ulikuwa haufahamu, huu mstari ni kutoka Kumbukumbu la Torati 8:3. Ngoja nikusomee. Au katika Biblia zingine imeandikwa Kumbukumbu la Sheria 8:3. Yasema hivi: aliwadharau, akawaacha muone njaa, na baadaye akawapeni mana mle, chakula ambacho hamkukijua wala babu zenu hawajapata kukijua. Alifanya hivyo ili apate kuwafundisha kuwa binadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila asemalo Mwenyezi Mungu. You see there? Haya, tunaendelea. Alipotakiwa kumjaribu Mungu, alijibu kwa kuitaja Kumbukumbu la Torati 6:16. Yesu anasema, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na alipopendekezwa falme za dunia, alimkemea shetani kwa kusema, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Hii ni kutoka Kumbukumbu la Torati 6:13. Kwa hiyo wakati ule Yesu akiwa katika mfungo, tunaona katika ile Mathayo 4:1-11, kila alichokuwa nakijibu alikuwa anajibu kwa maandiko, hakuwa anajibu. Kwa hiyo kwetu sisi ilionekana kama ni majibizano, kama mdahalo, lakini kiroho ile ni vita. Yesu alikuwa anajibu mashindano, anajibu mashambulizi kwa neno. Na ndio maana shetani alikuwa harudi mara mbili. Kila swali alikuwa akijibiwa, anarukia swala la pili. Ili kufanyaje? Kumuondoa Yesu katika ukweli. Umeona, ni shetani anaijua neno, na ndio maana anafanyaje? Analipindisha. Umeona? Ila kwa mtu ambaye ufahamu, hata likipindishwa unaona sawa. Yesu alikuwa anatuonyesha kwamba namna pekee ya kumshinda adui ni kujibu mashambulizi kwa kutumia neno. Kama tulivyoona katika maandiko haya, tunagundua kitu. Hata shetani mwenyewe analijua neno, tena analijua haswa. Ndio maana anaweza kulipindisha ili kulirandanisha na uovu wake. Sasa jiwazie wewe mwenzangu na mimi ambaye husome Biblia. Katika vita hii utamshindaje? Kipengele cha 5. Biblia inatuonyesha wapi tulipo na wapi tunaelekea. Biblia inatupa mpangilio wa kinabii unaotuonyesha sio tu mambo yaliyopita na ya sasa, bali pia yanayokuja. Mwanadamu alipoanguka dhambini katika bustani ya Edeni, Mungu alijitenga nasi kwa sababu ya dhambi, lakini kupitia dhabihu ya Kristo, njia ya kurudi kwa Mungu ilifunguliwa, na hivyo tuko katika enzi ya neema kwa sasa. Hiyo ni Waefeso 2:8-9. Hata hivyo, kipindi hiki cha neema hakitadumu milele, kinaelekea ukingoni. Biblia inatuonya kuwa tukio linalofuata ni unyakuo. Sawa, waamini watanyakuliwa kwenda kuwa na Kristo kabla ya kipindi cha dhiki kuu, ambayo hii dhiki kuu, sawa, Yesu alituonyesha katika ile Mathayo 24:21. Alituelekeza dhiki kuu itakuwaje, na katika kutuelekeza akafanya reference, akataja kile ambacho nabii Danieli alisema katika ile Danieli 9:24 mpaka 28 au pale 29. Sawa, ambapo Danieli akatuelezea pale ambapo mpinga Kristo atakuja na nini atakifanya. Umeona? Mpaka ile dhiki kuu. Sawa, tunaendelea. Hii itatangulia hukumu ya mwisho ambayo tumeelekezwa kwenye Ufunuo 20:12-15, ambapo kila mtu atavuna alichokipanda. Lakini mpango wa Mungu hauishi kwenye hukumu. Biblia inaeleza juu ya mbingu mpya na dunia mpya. Hiyo ni Ufunuo 21:1, ambapo wale waliovumilia hadi mwisho watapewa uzima wa milele pamoja na Kristo. Mathayo 24:13. Huu ndio urejesho wa mwisho, utimilifu wa ahadi ya Mungu ya kuishi tena kati ya watu wake. Sawa. Sasa kama usome Biblia, haya yote niliyoyasema yatakuwa mapya, lakini ukielewa timeline hii ya kinabii inakupa tumaini. Namaliza sasa. Wengi wa Wakristo wanakosa nguvu za kiroho kwa sababu tu hawasomi au hawalisikilizi na kulitafakari neno la Mungu kila siku. Kama vile mwili hauwezi kuishi bila chakula,
ndivyo roho haitaweza kuishi bila maandiko. Uhusiano imara unahitaji mawasiliano. Kama nitalia kwa Mungu katika maombi lakini sitasikiliza neno lake, uhusiano wangu na yeye utakuwa ni wa upande mmoja tu. Zaburi 119 mstari wa 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kadiri ninavyosoma ndivyo ninavyoelewa asili ya Mungu, tabia yake na mapenzi yake kwa maisha yangu. Ikiwa unataka ushindi, ukuaji wa kiroho na uhusiano wa kina na Mungu, hakikisha unasoma Biblia. Fanya kuwa desturi ya kila siku, tafakari mafundisho yake na yatumie katika maisha yako. Neno la Mungu ni uzima, likumbatie kikamilifu. Namaliza kwa kuitaja Wakolosai 3:16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Asante na karibu tena na tena katika episodi zijazo. Uzidi kubarikiwa in Jesus name. Amen.